Mijadala na mitazamo jinsi ligi yetu na mwenendo wa ligi yetu unavyoenda imekuwa ni mikubwa sana, huku wengi wakidai kwamba vinavyofanyika kwenye hii ligi yetu, wengine wanasema ni rushwa, lakini wengine wanasema ni makusudi tu ambayo inafanyika na mapenzi ya watu wanayoiongoza hii ligi yetu juu ya hizi timu zetu mbili, kwa maana ya Dar es Salaam Young Africans lakini pia na Simba Sport Club, kitu ambacho uwezo ukakipinga kwa sababu inaweza ikawa ndio ni kweli ni mahaba tu ya hawa viongozi wetu ambao wanaiongoza hii ligi kwa hivi vilabu, lakini pia inaweza ikawa ni rushwa pia inatumika juu ya hizi timu mbili labda kupata matokeo, au pia inaweza ikaenda mbali zaidi ni uzembe na kutokuzifahamu sheria. Hapa tunazungumzia sama referee ambao wanazichezesha hivi vilabu, huenda pia linaweza likawa tatizo. So mjadala umekuwa ni mkubwa sana. Ni matukio mengi ambayo yamejitokeza hapa siku za karibuni na wote ni mashahidi. Ni matukio ambayo si matukio ya kawaida. Kwanza ukianzia kwenye dabi ya Kariakoo ambapo iliahirishwa kwa sababu ambazo ni za kitoto sana, sababu ambazo hata zieleweki, lakini viongozi ambao wanaiongoza tasnia ya mpira hapa Tanzania, kwa maana ya kwanza TFF lakini pia bodi ya ligi TPLB, wakaenda kuhairisha huo mchezo ambao ulileta madhara pande nyingi sana ambazo zilikuwa zinahusika na huu mchezo. Kwanza moja ilikuwa ni kwa mtu ambaye ana haki ya matangazo ya hii ligi ambaye ni Azam, ambaye pia alitoa waraka wake au alitoa malalamiko yake juu ya hasara ambayo ameingiza juu ya kuahirishwa kwa ule mchezo. Lakini pia vilabu kwa mfano Yanga pia nao walilalamika juu ya upotevu wa muda ambao walijiandaa kwa hiyo mechi, lakini pia wakalalamika kwa upande wa mashabiki ambao pia mashabiki zao kwamba wengine wamesafiri kutoka mbali kuja kuangalia huo mchezo na umekuja kuahirishwa kwa sababu ambazo hazina mashiko, kitu ambacho bado kilikuwa kinaleta tashwishi kidogo kwenye msala au sakata hilo la kuahirishwa kwa dabi. Hiyo pia inaonyesha ni jinsi gani ambavyo viongozi ambao wanaiongoza hili soka au ambao wanaongoza mpira wetu hapa Tanzania hawako serious sana, wamezidisha mahaba sana kwa hivi vilabu viwili kuliko kufanyia kazi kile ambacho kimewaweka pale. Lakini ukitoka hapo njoo kwenye matukio kadha wa kadha ambayo uwanjani yamekuwa yakitokea kwa marefari ambao wanachezesha hususan hizi timu mbili kubwa Yanga na Simba. Lakini imeenda mbali mpaka hata kwa hizi timu zingine ndogo kuna marefari wanafanya vitu ambavyo ni vya ajabu sana, mpaka wewe mwenyewe unajiuliza hii ni makusudi au hii ni kutokujua sheria au ni rushwa ambazo zinaendeshwa. Bado utashindwa kupata majibu, lakini uhalisia ni kwamba ligi yetu ni kama imeingiliwa. Sasa hata ile thamani ambayo sisi tulikuwa tunaiona kama kweli ligi yetu ni nambari 6 kwa ubora Afrika inaanza kupotea. Hata sisi wenyewe tunaanza kujionea aibu kwamba hivi ni kweli ni ligi namba 6 kweli kwa ubora kwa hiki ambacho tunakiona sasa hivi. Kwa sometimes unajikuta bado we mwenyewe unapata mgagasiko wa hichi ambacho unakiona. Ni juzi tu hapo tumeona mechi imetoka kuisha, mechi ya Simba ambaye alikuwa mwenyeji wa Mashujaa Football Club. Mechi refa alishikilia yeye, yani mechi alikuwa anaiamua yeye ni timu gani ishinde. Toka kipindi cha kwanza kinaanza tu Mashujaa walipopata goli, refa kaonekana kabisa ameingia kwenye mchezo na anawabeba Simba ili wapate goli. Mechi kipindi cha kwanza haikupoteza hata muda ikupoteza, kwa sababu Mashujaa walikuwa wanashambuliwa muda wote, lakini after half time pale dakika za nyongeza, baada ya zile dakika 45 kuisha zikaongezwa dakika 6, kitu ambacho wengi kiliwashtua pia kwamba mechi mbona hiki kipindi, mbona hizi dakika nyingi sana na mechi haikupoteza muda. Watu wakasema refa ndo anaamua aongeze dakika ngapi. Bado Simba wakateseka, mwisho wa siku hawakupata goli mpaka kipindi cha pili kinakuja dakika ya 65 ambapo Simba wanakuja kupata goli la penalti. Lakini pia ukiangalia ni penalti ambayo haikuwa penalti. Haikuwa penalti kiuhalisia tu. Tukache tu kusema kwamba labda mimi niliona kiufupi ni kwamba haikuwa penalti, ila sema tu refa aliamua kufanya vile.
basi Simba wakapata penati, lakini mechi ikaenda hivyo pia, ikaenda mbali sana kiasi cha kwamba Simba walikuwa wameshajua kabisa hii ni sare, lakini refa kwa maono yake hakuona hilo na akaona lazima Simba ashinde, ikapelekea mpaka Simba akaja kuwapa penati nyingine ambayo yani mpaka wewe mwenyewe unashangaa hii mechi vipi, mbona kama mechi ipo mikononi mwa referee. Sasa ni vitu ambavyo kidogo vinavuruga, vinachanganya, lakini uhalisia ndo huo. Mambo ndo hayo yanavyoenda, so bado inaleta tashwishi, na ni ligi ambayo ukiangalia ilijengea umaarufu mkubwa sana, lakini kwa hiki ambacho kinaendelea bado kutakuwa na matatizo mengi sana ambayo watu watatamani kuangalia kiupana zaidi. Lakini pia katika kuangalia hilo tunaarifiwa pia kwamba FIFA imedaiwa kutoa barua nzito upande wa ligi kuu. Hiyo barua inahusiana na nini? Katika hatua au hali ya kushangaza inayotikisa ligi kuu, inadaiwa barua rasmi kutoka shirikisho la soka duniani FIFA imetuma mezani mwa shirikisho la soka ikitaka uchunguzi wa kina kufanyika kuhusu mikataba ya udhamini kwenye ligi hii ligi yetu ya Tanzania bara. Lakini barua hiyo imeibua maswali mazito juu ya uhalali wa baadhi ya mikataba ya udhamini na iwapo kuna viashiria au mianya ya matumizi mabaya ya upangaji wa matokeo. Mbali na suala la udhamini, pia FIFA imeelekeza macho yake kwenye mechi 6 ambazo zinaashiria uwezekano wa upangaji wa matokeo dhidi ya klabu hizi mbili kubwa kwa maana ya Simba na Yanga. So wametoa huo maelekezo jinsi ya kuzichunguza hizo mechi, japo hawakuzitaja. Wamewaambia TFF waweze kuleta maelezo yaliyokamilika au yamejaa kulingana na hizo mechi. Lakini taarifa zinadai kuwa matokeo ya mechi hizo yameibua wasiwasi mkubwa kufuatia takwimu zisizoeleweka na mwenendo usio wa kawaida wa baadhi ya wachezaji na maamuzi ya benchi la ufundi kwa kupanga kikosi dhaifu wanapokutana na timu hizo. Lakini pia kiongozi mkuu wa klabu mojawapo kati ya hizo mbili amepokea taarifa rasmi ya kuwa chini ya uchunguzi na inadaiwa kuwa ameshapewa muda maalum wa kutoa ushirikiano kwa vyombo husika vinavyofuatilia sakata hilo. Sasa wadau wa soka, mashabiki, lakini pia wachambuzi wa michezo wameanza kuhoji kwa kina mustakabali wa ligi, huku wakitaka ukweli kuwekwa wazi. So hayo ndo mambo ambayo yanaendelea. Ni vitu ambavyo unaweza ukashangaa sana, lakini huo ndo uhalisia ambao upo. So sijajua sasa ni kipi ambacho kinafanyika au ni nini ambacho kinaendelea kwenye ligi yetu, lakini ni aibu kubwa sana kwa sababu haya yanayoendelea yanaonwa dunia nzima. Azam sasa hivi wanaonyesha hii ligi, so hivi vitu huwezi kuvificha. Juzi tu clip ilikuwa inatembea kwa mitandao ya huko Nigeria, na mchambuzi wa Nigeria alikuwa anatangaza anatoa au tathmini ya michezo Afrika, lakini alikuwa amewekea au the vivid example alikuwa amewekea mfano wa mechi iliyokuwa inachezwa baina ya Simba na Mashujaa, jinsi ambavyo ilikuwa ni mechi ambayo ni ya maajabu au ya ajabu. So huo ndio ulikuwa mfano ambao yeye alikuwa anatoa. Sasa unaona ni jinsi gani ambavyo tunafika mbali sana kwa mambo machafu ambayo yanakuja kuharibu image ya ligi yetu, lakini pia image ya nchi yetu. So lazima hao watu wanaoiongoza hii ligi wawe na weledi, lakini pia wawe waaminifu na watifu na waadilifu ili kuweza kufanya mchezo wetu ukawa ni mchezo ambao unapendwa, lakini pia bingwa anapatikana kihalali na sio kwa kubebwa au kupangwa. So haya ndo ambayo yamekuwa yakiendelea mpaka sasa hivi mitandaoni, lakini FIFA wameliona na ndo kama hivyo taarifa ambazo unazisikia kwamba wametoa waraka mzito kwa TFF.